taarifa hiyo. Naam, katika taarifa nyingine mtazamaji, tukivuka mipaka ni kwamba serikali ya Uganda imetangaza kwamba vituo vya kupigia kura kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 15 Januari mwaka 2026 vitafunguliwa saa 1 asubuhi hadi saa 10 jioni na baadaye shughuli ya kuhesabu kura kuanza rasmi. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa X, serikali hiyo vilevile imetoa wito kwa wapiga kura nchini humo Uganda kuzingatia itifaki za shughuli hiyo itakaofanyika Alhamisi wiki ijayo. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Gloria Milimu, macho yote sasa yanaelekezwa kwenye uchaguzi huo kuona iwapo Waganda watampa Rais Yoweri Kaguta Museveni awamu ya kuongoza kwa mara ya 7 au la. Huku nchi jirani ya Uganda ikijiandaa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2026, wataalamu wanahoji kwamba matokeo ya uchaguzi huo utakaofanyika Januari 15 utabaini mbivu na mbichi kuhusu hatma ya nchi hiyo. Uchaguzi huo utabaini iwapo Waganda watamtunuku Rais Yoweri Museveni awamu nyingine ya kuwaongoza au la. Museveni anawania kiti hicho kwa mara ya 7. Serikali ya Uganda imetangaza kwamba vituo vya kupigia kura vitafunguliwa rasmi saa 1 asubuhi na kufungwa saa 10 jioni ili kutoa nafasi kwa shughuli ya kuhesabu kura. Hata hivyo, Waganda wana kibarua cha kubaini wapo Rais Museveni ambaye ameongoza taifa hilo kwa miaka 40 atasalia madarakani au watakumbatia mgombea mwingine. Mpinzani mkuu wa Rais Museveni anasalia kuwa mwimbaji ambaye aligeuka kuwa mwanasiasa Robert Kyagulanyi ambaye pia anajulikana kama Bobi Wine. Hii itakuwa mara ya pili ambapo wawili hao wanamenyana kwenye debe. Katika uchaguzi wa 2021, Rais Museveni alimbwaga Wine, ila tuhuma za wizi wa kura na kukamatwa kwa wapinzani zilisheheni uchaguzi huo. Madai ya wizi wa kura yanaendelea kuambatanishwa na uchaguzi nchini humo, ila tume ya uchaguzi ya Uganda inasema kwamba itahakikisha uchaguzi utakuwa huru na wazi mwaka huu. Gloria Milimu, KTN.